Maswali mbalimbali ambayo yameulizwa na nitayajibu. Nianze na hili la viongozi ambao wamesimamishwa Morogoro na Tanga na kanda zao na ngazi ya kanda. Kanuni za chama zimeweka utaratibu, kama kiongozi ana jambo juu ya kiongozi mwingine, anatakiwa awasilishe malalamiko kwa chama na ushahidi wake, alafu chama kichukue hatua kwenye vikao vya chama au awasilishe malalamiko kwenye vikao vya chama. Kwa hiyo kwenda kuzungumza na vyombo vya habari kuhusu madai yoyote yale yanamhusu kiongozi yoyote yale, yawe ya ukweli au ya uongo, ni kinyume na katiba ya Chadema na kanuni za Chadema na maadili ya Chadema. Kwa hiyo kazi husika huko zimechukua hatua kwa kadiri walivyochukua hatua. Kwa hiyo Bakari, kama kuna mtu ambaye hajaridhika na hatua ambazo zimechukuliwa na ngazi husika huko, na kwamba hawajafuata katiba au hawajafuata kanuni au hawajafuata utaratibu katika mchakato wa kuchukua hizo hatua, basi anayo haki ya kukata rufaa. Lakini rai yangu kwa ujumla kwa viongozi wa Chadema kote nchini ni kuwakumbusha viongozi wa chama, kama mtu ana jambo lolote, kupitia mkondo wa chama. Sasa kwa nini kwa kesi hizi hatua zimechukuliwa mapema? Sisemei hao makatibu wa kanda waliochukua hatua huko watasema wenyewe misingi ya kuchukua kwao hatua, lakini kwa nafasi ya mtendaji mkuu niwaambie tu kwamba kuna taarifa tulikuwa nazo kabla za uwepo wa watu ambao walikuwa wanazunguka kushawishi baadhi ya viongozi, na wengine wakakataa kufanya press conference za kusema hizo tuhuma kwa kupewa pesa, kwamba mtu anapewa milioni 2 kwa press conference ili akazungumze hayo. Sasa ukisha kuwa na madai hayo na tuliyapata kabla, alafu matukio yakatokea, na kabla yake kuna press conference ilifanywa na mtu ambaye sio kiongozi wa chama, katika hali ambayo inaonyesha kabisa kwamba kuna mpango unaendelea, hatua za kuchukua katika mazingira kama hayo zinakuwa za tofauti sana, kwa sababu hapo sasa hakuna nia njema ya kuzungumza mambo ya chama, ila kuna usaliti na kutumika kutaka kuchafua chama na viongozi wake, kwa mazingira hayo tu ya uwepo wa madai ya mipango na rushwa. Lakini kwa kuyasema hayo, niweke indhari mbili, kwa sababu katibu mkuu ndio ofisi ambayo inapokea rufaa zinapokuja. Nasema hayo bila kuingilia hatua zozote ambazo mwanachama ataamua kukata rufaa na kujustify kile alichokifanya. Na nasema haya vile vile bila kuingilia uhuru wa wanachama na viongozi. Kama mtu ana malalamiko dhidi ya yoyote kwenye jambo lolote, afuate utaratibu wa kikatiba na kikanuni kwa kuwasilisha malalamiko rasmi kwa maandishi na ushahidi, na kwenda kupeleka hilo jambo kwenye vikao vya chama.